Kwa majina naitwa Dr. Tobias Wajama. Natokea hospitali ya NSK iliyoko Ungalimited Arusha. Nafanya kazi idara ya dharura na kuumia. Mara nyingi watu wamekuwa tukiona watu mtaani huko wanapata changamoto ya pumu, lakini pengine hatufahamu hata nini maana ya pumu. Watu wengi wamekuwa wakisema pumu ni ugonjwa, lakini kiuhalisia pumu sio ugonjwa. Pumu ni allergy ya njia ya juu ya hewa, ambapo kunakuwa na uchechemuzi wa misuli ya upumuaji wa njia ya juu ya hewa na kupelekea kubanwa kwa hiyo misuli, hatimaye kuweza kupelekea utoaji duni wa hewa safi kutoka ndani. Kwa maana yake hewa inakuwa inaingia vizuri kwenye kifua, lakini utokaji wa hewa unakuwa ni hafifu sana kutokana na kubanwa kwa kubanwa kwa misuli ya upumuaji ya kwenye njia ya juu ya hewa. Sisi hiyo kitaalamu tunaita ni bronchial constriction. So na changamoto hii mara nyingi inasababishwa na allergies mbalimbali. Hizo allergies zinaweza kuwa ni allergies za kimazingira, lakini pia kuna baadhi ya infections za mara kwa mara, kwa maana ya shambulio la virus. Kuna aina ya virusi ambavyo pia mgonjwa akivipata vinamweka mgonjwa katika hatari kubwa sana pia ya kupata changamoto hii ya pumu. Mara nyingi pumu ni ugonjwa ambao unafuata historia ya familia. Labda mama, babu ama bibi alikuwa na shida ya pumu, basi unajikuta pia katika uzao wako kuna mtoto mmoja wapo anaweza kupata changamoto hii ya pumu. Sio lazima apate, lakini kwamba pia anakuwa na uwezekano mkubwa sana kuweza kupata changamoto ya pumu, kwa sababu pia ni ugonjwa ambao upo kwenye vinasaba hivyo. Lakini hivi vinasaba vitafanya kazi kubwa sana ya kupelekea changamoto ya pumu endapo vitakutana pia na baadhi ya changamoto nyinginezo katika mazingira ambayo anaishi mgonjwa huyu. Sasa na mazingira hayo ni pamoja na mazingira ya mama mwenyewe kama mama, lakini pia mazingira ya mtoto kama mtoto, lakini pia na mazingira ambayo yanazunguka sasa watu wote hao wawili, kwa maana ya mama pamoja na mtoto. Nadhani hapo nitakuwa najibu swali, kwa maana kwa kuonesha risk factors, kwa maana ya vihatarishi ambapo vinaweza vikapelekea pumu. Sasa kwa tafiti ambazo zimefanywa, unaweza ukashangaa sana ndugu msikilizaji, ni kwamba kwa tafiti ambazo zimefanywa inaonyesha kwamba kuzaa katika umri mdogo, kwa maana ya chini ya miaka 20, watoto wote ambao wanazaliwa katika mama ambao wako chini ya miaka 20 wanakuwa pia na hatari kubwa sana ya kupata changamoto ya pumu. Ingawa hamna proof ya moja kwa moja, kwa maana kwamba imeshathibitishwa hivyo kitaalamu zaidi, lakini kwa tafiti ambazo zimefanywa inaonyesha hivyo kwamba kuzaliwa kwa mama ambaye ana umri mdogo chini ya miaka 20 pia ni risk factor, ama ni kihatarishi kikubwa sana cha mtoto huyu kuweza kupata pumu kwa miaka ya baadaye. Lakini pia kingine ni kwamba mama kuvuta sigara wakati wa ujauzito pia ni kihatarishi kingine pia cha kuweza kumpelekea mtoto wako kwa miaka ya baadaye kuweza kupata changamoto ya pumu. Ukiachana pia na hilo ni kwamba mtoto kuzaliwa kabla ya muda wake, kwa maana ya premature babies. Watoto wote ambao wamezaliwa kabla ya muda kufika, kwa maana wako chini ya wiki 37, wako katika hatari kubwa sana pia kupata changamoto ya pumu kwa miaka ya baadaye. Lakini pia kingine pia ni lishe ya mama. Kuna baadhi ya lishe mama akiwa anapungukiwa nazo katika mwili wake wakati wa ujauzito, anamweka mtoto wake katika hatari kubwa sana kuweza kupata changamoto ya pumu. Kwa mfano, madini ya vitamini D pamoja na vitamini C ni vitu muhimu sana kwa mama, inabidi avizingatie anapokuwa mjamzito, kwa sababu madini haya vitamini C na vitamini D yanazungumzika sana kuweza kupelekea ukomavu wa mapafu ya mtoto aliyoko tumboni mwake. Kwa kama mama ana upungufu wa madini haya mawili, kwa maana ya C na D, basi vitamini D na C, mtoto atakayezaliwa kwa mama huyu anakuwa pia na hatari kubwa sana kupata changamoto ya pumu. Sasa nimeongea yote haya ili kuweza kuonyesha kwamba hata kama kuna historia ya familia kwamba mtoto huyu ana vinasaba vya kuwa na pumu, lakini lazima pia kuwe kuna risk factors nyinginezo. Vyote hivyo vitachangia mtoto huyu kuweza kupata changamoto ya pumu katika miaka ya mbeleni. Lakini pia hata mtoto huyu ambaye anazaliwa akiwa na uzito mdogo, tunaita low birth weight babies. Watoto ambao wanazaliwa katika uzito mdogo nao pia wanakuwa na riski kubwa sana kupata changamoto ya pumu kwa miaka ya mbeleni. Sasa basi kuna uwezekano pia kama umezaliwa uko vizuri,
kwamba mimi nimezaliwa katika umri ambao ni mzuri, nimefika vizuri, wiki 37, mama alikuwa anakula vizuri, anapata lishe zote nzuri, lakini kwa baadaye nikapata changamoto ya pumu. Kuna risk factors zingine pia za ukubwani ambazo inaweza kupelekea mtoto ama mtu kupata changamoto ya pumu. Risk factor nyingine ni kupata infection ya virusi kadha wa kadha. Kuna kirusi kinaitwa RSV kwa maana ya respiratory syncytial virus, lakini pia kuna rhinovirus. Virusi vyote hivi vinapelekea pia changamoto ya pumu endapo vikikuandama kwa muda mrefu sana. Lakini pia mafua ya mara kwa mara tunaita allergic rhinitis. Kupata pia mafua ya mara kwa mara pia ni risk factor nyingine pia ya kuweza kupata changamoto ya pumu, kwa sababu mambo yote haya yanapelekea uchechemzi wa njia ya juu ya hewa, hatimaye kuweza kupata changamoto ya pumu. Uvutaji pia wa sigara pia ni changamoto nyingine ambayo inapelekea changamoto ya pumu. Kwa hiyo ni vizuri sana kuepukana na vihatarishi kama hivi ili kuweza kuhakikisha kwamba basi tunaepukana na changamoto ya pumu. Na nikija kwenye swali lako la pili la msingi ya kwamba ni umri gani unaweza kusema mtoto huyu ama mtu huyu anaweza kupata pumu. Mara nyingi kwa watoto wadogo tunaanzia na bila angalau zaidi ya miaka 5. Akiwa chini ya miaka 5 ukisema kwamba ana changamoto ya pumu kidogo inakuwa ni changamoto kitaalamu zaidi. Lakini juu ya miaka 5 hapo ndipo unaweza kusema sasa mtoto huyu ana changamoto ya pumu. Dalili za ugonjwa wa pumu ni hizi dalili tu za kawaida tu. Cha kwanza kabisa mgonjwa huyu atapata dalili ya kifua kubana kwa ghafla. Kwa mfano unaweza kuwa sasa hivi umekaa tu vizuri, unapumua vizuri, huna changamoto yoyote, lakini mara ghafla tu kifua kikabana kwa ghafla. Hiyo ni dalili kubwa sana ya kuonyesha kwamba mgonjwa anaweza kuwa na changamoto ya pumu. Na kifua kinabana kwa namna kwamba hata pia uwezo wako wa kupumua unakuwa ni mdogo sana, kiasi cha kwamba hata ukichelewesha kwenda hospitali inaweza kuwa ni changamoto nyingine kubwa zaidi, pengine hata mtu huyu anaweza kupoteza maisha. Ingawa pia inategemeana na ukubwa wa tatizo. Kuna ambao wanapata changamoto ya kifua kubana kwa njia ambayo ni ya kawaida tu, sio kubwa sana, tunasema kama ni mild case, lakini kuna ambao wanapata katika njia ambayo ni ya kawaida, ni kubwa zaidi kwa maana ya severe case. Kwa hiyo kupata changamoto ya kifua kubana kwa ghafla, hiyo ni dalili moja kubwa sana. Lakini kifua kubana pia kinakuwa kinaambatana na dalili nyinginezo. Dalili ambatanifu ni pamoja na kukohoa, kikohozi kikavu. Lakini pia ni pamoja na kutoa sauti za filimbi, tunaita ni wheezing sounds. Sasa muda mwingine sauti hizo unaweza kujisikia kwa msaada wa kifaa chetu cha hospitali, tunaita ni stethoscope. Lakini pia muda mwingine unaweza ukasikia hata bila kuwa na hicho kifaa cha kuvaa masikioni kuweza kusikia kama na wheezing. Kwa hiyo kuwa na sauti kama ya kifilimbi, sauti ya kifilimbi, unakohoa, kifua kinakubana sana, hiyo pia ni dalili kubwa sana ya kusema kwamba mtu huyu kuna uwezekano mkubwa sana akawa na changamoto ya pumu. Ingawa kuna maradhi mengi sana pia ambayo yana share dalili hizi. Kwa ni vizuri sana unapokuwa unapata dalili kama hizi, nenda hospitali kwa mtaalamu wa afya ili aweze kuuliza maswali na kuweza kujua, je, changamoto ya kifua kubana inawezekana kwa sababu ya kitu gani. Ugonjwa wa pumu inategemeana na ukubwa wa tatizo na kwamba kitu gani kimeweza kupelekea wewe kuweza kupata hiyo pumu. Sasa kuna wale watoto ambao wanazaliwa wako vizuri, lakini akishafikia umri fulani miaka 5, miaka 6 wanakuta na changamoto ya pumu. Sasa hiyo maana yake ni kwamba historia ya familia pia inakuwa imehusika, pengine mama ana changamoto ya pumu tayari, lakini pia mtoto huyu pia mama alizaliwa katika umri mdogo sana. Kwa maana kwamba alizaliwa akiwa chini ya wiki 37, mtoto amezaliwa akiwa na uzito mdogo. Watoto wa hivi mara nyingi wakishapata changamoto ya pumu, uponaji wa moja kwa moja unakuwa ni mgumu. Kwa maana nyingi anakuwa anapata dalili za kujirudia za mara kwa mara, atatumia dawa atakuwa sawa, baada ya muda pia anaweza kupata dalili nyingine. Ijapokuwa naweza nikasema kwamba uponaji wa ugonjwa huu ni njia nzuri sana kutibu, ni kuweza kuepuka kitu ambacho kinapelekea pumu hii. Kuna baadhi ya watu ambao ili kupata pumu lazima ajiexpose ama ajiweke katika mazingira ambayo ni hatarishi kwake. Kwa mfano kwenye moshi mkali sana, inaweza kumpatia pia changamoto ya pumu, au pengine harufu kali sana ya perfume au harufu ya aina fulani ya maua katika mti fulani pia inaweza kumpatia changamoto hiyo ya pumu kuweza kutokea. Harufu hata ya kinyesi cha wanyama ama ndege tunaowafuga nyumbani pia inaweza kumpatia changamoto ya pumu. Kwa hiyo ni vizuri huyu mtu aepuke vitu vyote hivi. Asipoviepuka maana yake ni kwamba atakuwa anapata changamoto hii ya pumu mara kwa mara. Kwa hiyo uponaji pia unategemeana na elimu ambayo tunapatia wagonjwa wetu, lakini pia je, watu hawa wanafuata ile elimu ambazo tunawapa au hawafuati? Kama akifuata elimu vizuri, akafuata masharti vizuri, kuepuka kitu ambacho kinakuletea changamoto hiyo na akatumia dawa vizuri, nadhani baada ya muda hizo dalili zinapotea kabisa na atasahau kama aliwahi kupata changamoto ya pumu. Lakini kama utakuwa huzingatii
ndio umetumia dawa, umekaa vizuri kwa muda, baada ya hapo tuashumu moshi ndio unakusumbua sana, unakaa kwenye mazingira ya moshi au mazingira ya vumbi sana, au unatumia perfume kali sana ambazo zina allergy na wewe, basi kupona changamoto hii inakuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unahitaji nidhamu sana. Uponaji unataka nidhamu. Unaweza kupona kama ukifuata masharti vizuri, lakini pia usipofuata basi itakuwa ni shida ambayo inakuandama takriban maisha yako yote hapa duniani. Matibabu ya ugonjwa huu yanategemeana na dalili, yanategemeana na ukubwa wa tatizo. Sisi tuna namna kitaalamu tunavyo classify ama tunavyoitenga pumu kulingana na ukubwa wake. Kuna mild symptom, kuna moderate pamoja na severe symptom. Sasa kwa mgonjwa ambaye anakuwa na mild symptom, mara nyingi anapata changamoto ya kifua kubana, lakini akimbani sana kiasi cha kushinda kabisa kupumua, lakini inampatia hali fulani ya kutokujiamini katika upumuaji wake, lakini bado kazi yake anaweza kaifanya vizuri. Kwa mgonjwa kama huyu tuna dawa za kuweza, cha kwanza kabisa tunamuelekeza kwamba kitu gani kinampelekea kuweza kupata changamoto ya pumu kutokana na historia ambayo umechukua kwa mgonjwa, ili aweze kuepuka hivyo vitu ambavyo vinapelekea hiyo changamoto. Nadhani hiyo ndio focus kubwa sana ya matibabu ya ugonjwa huu wa pumu. Lakini baada hapo tuna dawa tunawapa, kuna dawa za vidonge lakini pia na dawa za kupuliza. Sasa kwa kuanza, mara nyingi tunaanza na dawa za kupuliza ambazo sisi kitaalamu tunaita ni quick reliever, salbutamol. Ni dawa nzuri sana ambayo kwa mgonjwa ambaye anakuwa na bana kifua cha ghafla ama akianza kusikia dalili ya kifua kujaa, kukosa pumzi, anaweza akitumia, itampatia matokeo mazuri zaidi. Lakini kuna wagonjwa wengine ambao wanakuwa na moderate symptom. Kama mgonjwa ambaye anaweza kaongea sentence moja akaimaliza, lakini katikati ya sentence lazima apumzike. Hawezi kuongea sentence nzima mwanzo mpaka mwisho akaimaliza pasipo kupumzika. Hapa katikati lazima apumzike mara moja ndio aweze kumalizia sentence yake. Sasa hii tunaweza kama ni moderate symptom. Kwa dalili kama hii mgonjwa anapokuwa anakuja hospitali, basi huwa tunawapatia dawa ya kuweza kunusa, tunaita ni nebulization, lakini pia kuna sindano ambazo watu tunawachoma ili ziweze kuwasaidia kuwapatia nafuu ya muda kwa muda huo. Baada hapo tunawaelimisha juu ya vichocheo ambavyo vinapelekea changamoto ya pumu kwa upande wake ili aweze kuviepuka vizuri. Na kuna pia dawa za muendelezo ambazo anaweza kuzitumia kwa muda, tukamwambia rudi kliniki baada ya muda fulani kuweza kujua maendeleo yake yako vipi. Hatimaye inakuwa vizuri. Ila kuna wagonjwa wa kundi lingine la tatu la wagonjwa wa pumu ambao wanakuja wakiwa katika hali mbaya zaidi, tunaita ni severe symptom. Mgonjwa anakuja kiasi kwamba hata kupumua anakuwa hawezi kabisa, hata kuongea maneno mawili hawezi kuyamaliza kabisa kutokana na changamoto kubwa sana ya kumbana kifua. Mgonjwa kama huyo anapokuwa anafika, pia tunao dawa za kuwapa hospitali na wanakuwa vizuri kabisa. Na tuna dawa za machaguo mengi sana, kama chaguo la kwanza likishindwa basi tuna chaguo la pili, tuna chaguo la tatu. Kuwa na maendeleo mazuri kabisa. Lakini baada hapo kikubwa sana akishakaa vizuri, ukishamstabilize mgonjwa amekaa vizuri, kikubwa sana huwa tunawaelewesha namna gani ya kujikinga na shida hii ya pumu, kwa maana ya kuepuka vichocheo ambavyo vinapelekea shida hiyo ya pumu kwa upande wao. Ushauri ambao ninautoa kwa kwanza kabisa kwa wagonjwa ambao wanapata changamoto hii ya pumu ni kwamba ni vizuri sana tufuate masharti ya wataalamu wetu ambayo wanatupatia hospitali. Mara nyingi wagonjwa wamekuwa wakija pale kliniki wana changamoto ya pumu, wengine wanakuja pale kwenye idara emergency wana changamoto ya pumu imebana sana. Ukishamstabilize akawa vizuri, baadaye ukimuuliza anakuambia mimi niliacha dawa zangu za nini? Za pumu. Kwa nini uliacha? Ni kwa sababu niliendelea vizuri, nikaona tu haina haja kutumia tena hizo dawa. Lakini ukweli ni kwamba ni vizuri ufuate masharti ya daktari wako. Hata kama ukijiona kwamba uko vizuri, rudi kwa daktari, mwambie daktari sasa naendelea vizuri, yeye mwenyewe pia ataangalia namna bora ya kuweza kukushauri juu ya changamoto hii ya pumu. Tusikae nyumbani vivi. Lakini pia tufuate masharti. Kama daktari amekwambia kwamba kitu hiki kinapelekea changamoto ya pumu, ni vizuri pia kukifuata hicho kitu, kwa maana kwamba ukiepuke labda moshi ama harufu ya perfume kali ama vumbi. Ni vizuri kuepuka mazingira kama hayo ili kuweza kuwa katika mazingira salama katika afya yako ya kupumua. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Natumaini kipindi hiki kimekuwa msaada sana katika afya yako. Ulikuwa nami Dr. Tobias Wajama kutoka hospitali ya NSK iliyoko Ungalimited Arusha. Hospitali hii inatoa huduma zote za kibingwa na huduma pia za kibingwa bobezi, na tunafanya kazi masaa 24. Tunapokea bima za aina zote, bima za NHIF, bima za NSSF, bima za Jubilee pamoja na bima za Strategies, pamoja hata pia na bima za kimataifa. Zote tunapokea. Tuna maabara za kisasa pia ambazo zinafanya vipimo karibu vyote kabisa, lakini pia tuna vipimo vingi zaidi katika idara ya mionzi kwa maana ya radiology. Tukianza na x-ray, pia tuna mammography, tuna CT scan, tuna MRI, tuna ultrasound. Kwa kila kitu tunafanya. Karibuni sana NSK Hospitali kwa ajili ya kuweza kuokoa afya yako. NSK Hospitali, jibu ni kwamba okoa maisha yangu.